za mwenyekiti wetu Yusuf Manji ambaye ametangulia mbele za haki. Tumuombe Mungu ampe pumziko la milele. Mwenyezi Mungu amwapushie na adhabu za kaburi. Amen. Na afanye kaburi lake kuwa ni sehemu katika bustani za peponi. Baada ya kusema hayo, Young Africans tulipitia wakati mgumu na mimi nikiwa tu mshabiki na mwanachama. Lakini nakumbuka 2020 Mr. Ghalib aliniambia tumealikwa kwenye harambee kubwa ya ukusanyaji wa fedha kwa ajili ya kuikwamua klabu yetu kutoka kwenye wakati mgumu. Akashiriki kwenye mkutano ule. Kwa bahati mbaya nilikuwa nimesafiri, na alitoa ahadi ya kuchangia kiasi cha shilingi milioni 300, na mwaliko huu ulitoka kwa mwenyekiti wa kamati ile ambaye alikuwa ni Anton Mavunde, na hiyo ndio historia ilipoanza hapo ya sisi na mimi binafsi kama kampuni ya GSM na mimi binafsi kuingia kwenye Young Africans. Baada ya kupita kwenye hatua, ilitolewa pia nafasi ya klabu ya Young Africans kumtafuta mzabuni wa jezi, ambayo kampuni yetu iliweza kubid na ikapata nafasi ya kutengeneza jezi. Na mimi nikiwa kama mkurugenzi wa uwekezaji, ilikuwa ni fursa kwangu kuhakikisha tunapata ile biashara. Lakini baadaye tukaja kugundua biashara hiyo haiwezi kwenda kama timu haifanyi vizuri. Kwa hiyo nikakaa na Mr. Ghalib akaniambia, bwana, sasa hii bahati nzuri ni timu unayoishabikia na wewe ndio mwekezaji mwenyewe, fanya jitihada sasa ili biashara ifanikiwe kuhakikisha una elevate level ya timu. Basi nikaja kwenye nafasi hiyo ya kibiashara, lakini kuhakikisha tunainua thamani ya klabu yetu ya Young Africans. Basi ndio tukaanza hapo, kabidi tusajili wachezaji. Nakumbuka mwaka 2020 mwanzoni, wakati wa dirisha dogo, tukasajili wachezaji 4. Tukamsajili Ditra Mchimbi, tukamsajili Adeum Saleh, tukamsajili Bernard Morrison na tukamsajili Haruna Nionzima, na karudi baada ya kuitumikia Young Africans na baadaye Simba na baadaye karudi Rwanda. Kwa hiyo ulikuwa ni task yangu ya kwanza kusajili wachezaji na kuhakikisha timu inakaa mahali pazuri. Kwa hiyo tukaweza kuihamisha kutoka Neverland kuja Regents Hotel, tukaitafutia uwanja wa mazoezi, tukapata uwanja wa chuo cha sheria, tukaanza kufanya kila linalowezekana kuhakikisha timu inashinda, kwa maana ya kumotivate, kuweka thamani ya kifedha. Na wakati huo klabu ilikuwa iko down kwenye kila sehemu. Tukamleta pia coach Luke Aima kama mnakumbuka, na baada ya hapo kuanza kuweka motivation. Nakumbuka mara ya kwanza Nugas alikuwa anabeba kabisa milioni 10 kama furushi kuhakikisha anawaonyesha wachezaji, kwa jamani, fedha ni hizi, mechi mkishinda mtaondoka na hizi fedha. Ilikuwa ni sehemu ya motivation kwa ajili ya kupromote wachezaji waweze kufanikiwa na kutupa matokeo. Tulikwenda na baadaye tukaweza tukachukua nafasi ya pili kwenye ligi. Ulikuwa ndo msimu wa kwanza wa 2021 ambao nilishiriki. Kwa hiyo baada ya hapo nikawa naona gharama zinavyoenda. Yaani ukitaka kuihamisha timu kutoka sehemu hii kuipeleka hii inahitajika gharama. Ukitaka kumsajili mchezaji inahitajika fedha. Na fedha hizi zote zilikuwa zinatolewa na Mr. Ghalib free from his pocket, kwamba nataka tuisupport team sasa. Nikaja na wazo kwa ile background yangu ya investment, tukasema lazima tuwe na short term plans na tuwe na long term plans. Short term ni hii kusupport, kuinua quality. Lakini long term hii timu inapaswa kuweza kusimama kwa miguu yake. Inaweza kuwa ni 100% au inaweza kuwa ni 50% au inaweza kuwa 75%. Kwa hapo tukasema lazima tutafute mfumo utakaofanya timu isimame imara yenyewe na tupunguze utegemezi. Kwa hiyo mwenyekiti Dr. Msola alikuwa tayari ameshakuja na wazo la transformation. Nikasema hapa tunaweza tukatumia hili wazo, tukalipa nguvu hili wazo likaweza kutransform timu yetu. Basi nikamconsult, tukakaa tukakubaliana tutengeneze ile kamati kwa ukubwa wake, tuipe nguvu, na baadaye nikawa sehemu hiyo kamati. Na baada ya kuwa kwenye kamati, tukaona pale kwenye kamati kuna watu wenye taaluma nyingi. Kuna wanasheria, mwenyekiti wetu Mzee Mgongolwa, kuna kina Arafat walikuwa wanatoka kwenye finance, kuna Ivan Tarimo walikuwa wanatoka finance, mimi natoka kwenye engineering, lakini wote tunakosa elimu ya transformation. Ndio hapo sasa tukasema lazima tutafute consultant, mtu atakayetusaidia kujifunza dunia ya sasa inaendeshwaje, mpira wa sasa unaendeshwa vipi. Kwa hiyo tukaweza kufanikiwa kupata La Liga, wakatushauri, tukajifunza kutoka kwao na sisi tukajifunza, wao wakajifunza pia culture yetu ikoje, tukakama na mfumo wa mabadiliko.
na mfumo ule ulipelekwa kwenye mabadiliko ya katiba. Club ya Young Africans ikatengeneza rasimu ya katiba mpya, zikaenda kwa wanachama wakajifunza, wakatoa mawazo yao, tuka incorporate, na baadaye tukaenda kwenye mkutano mkuu uliofanyika mwezi wa sita mwaka 2021, na mkutano ule uliridhia mabadiliko ya mfumo wa mabadiliko ya klabu yetu, na ulihudhuriwa na wanachama 1770, na wanachama wote waliridhia mabadiliko hayo. Na baada ya kuridhia, tukalazimika kwenda kwenye mabadiliko ya mfumo, na sehemu ya mabadiliko ilikuwa ni kubadilisha ownership ya club kutoka 100% kwenda 49 kwa wawekezaji, 51 kwa wenye club. Lakini la pili ilikuwa structure ya leadership, ambayo ilikuwa nataka mwenyekiti abadilike kuwa rais, na baadaye kuwa kuna mwenyekiti wa bodi. Na eneo la tatu ilikuwa fan engagement, ambayo yote hayo tulianza kuyafanyia kazi, na mnamo mwaka 2022 tukafanya uchaguzi wa kwanza ambao ulikuwa ni matakwa ya kikatiba baada ya katiba yetu kusajiliwa tarehe 14 mwezi wa 12 mwaka 2021. Tumefanikiwa kusajili katiba, tukalazimika kuimplement katiba, na hapo tarehe sikumbuki ilikuwa mwaka 2022 Julai 9 tukafanya uchaguzi, ambao uchaguzi huo ukanifanya niwe rais wa klabu ya Young Africans kwa kipindi cha miaka 4 ambayo naihudumia kwa sasa. Asante. Tumepata walau kufahamu kile ambacho kimetuleta hapa. Engineer ameelezea safari yake, na hiki ambacho anakielezea sasa